Yule Mr. Pimbi ndio. Unajua babake na Mr. Pimbi nadhani mwaka ilikuwa ni 99 kama sikosei. Babake ashataka kunichoma kisu, kuniua, kwa sababu nilikuwa namfundisha mtoto wake muziki. Mtoto wake ambaye ni Mr. Pimbi. Unajua Mr. Pimbi ni mkubwa kunizidi. Uona miaka 40. 40. Mr. Pimbi anazidi miaka 40. Atakuwa nadhani kama sio 43 kwenye 45. Mr. Pimbi. Lakini sasa kwa tule nilikuwa unamfundisha mtoto wangu huyu, bora ni blaza. Niko namfundisha blaza. Lakini Mr. Pimbi ni mmoja kati ya vijana ambao wanaweza kuongea sana. Yaani uwezo wake wa kuongea, kwa sababu ni muigizaji. Ndio. Amefanya maigizo. Baba yake alikuwa muigizaji namba 1 Kigoma kwa miaka mingi. Baba yake ndiye alikuwa anauza kanda zote hizi za albums za FDQ, za nani, zamani Juma Nature, nani ni baba yake. Umeelewa vizuri? Alikuwa anafanya kazi na Mamu. Okay. Umeelewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo ni muigizaji wa miaka mingi. Sasa kwa hiyo mtu anayetaka kushindana kuongea na Mr. Pimbi ajipange, kwa sababu yani yule ni chiriku. Bos JB. Bos JB. Bos JB. Apa? Wewe umeingiaje hapa? Nililazimika kukuona bosi. Samahani kama nitakuwa nimekusumbua. Vipi, uko peke yako? Kama unavyoniona. Uko sawa bosi? Wewe ukiniangalia niko sawa ama siko sawa? Okay, fine. Sihitaji kuingilia bosi. Wewe fanya kazi zako. Fanya mambo yako. Na kuhusiana na swala la nyumba, mimi nitahakikisha nyumba inarudi katika hali yake. Na wageni wote watakao kuwa naingia, mimi nitadili nao. Nisikilize kwa makini Alfa. Sawa, weka akili yako hapa. Humu ndani sitaki mtu yoyote. Sitaki mtu yoyote aingie humu ndani. Na wewe pia sikuhitaji humu ndani. Kama kuna kitu chochote unafanya, kifanyike nje ya nyumba, sio humu ndani. Mbona uniulizi kwa nini nakuzuia? Nimeona nisikuulize bosi kwa sababu najua ukinihitaji utanipata muda wote na tutazungumza. Kama unahitaji ushauri, nitakushauri. Ninashindwa kuelewa.